Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network, ambacho kinakuja kwako kila wiki. Na leo tena tupo katika somo la 3 la robo ya kwanza kabisa katika mwaka 2026. Upo nami Baraka Tosi na tutaangazia katika kichwa ambacho kinasema uzima na mauti au maisha na mauti. Kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa sisi kusikia maneno yako na kukusikia wewe ukizungumza nasi. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji tujifunze, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wafilipi 1 fungu la 21, na nitatumia Kiswahili cha kisasa. Fungu hili limeandikwa: kwa maana kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Paulo anakutana na pande mbili hapa. Upande mmoja ni maisha au uzima, lakini upande mwingine ni kifo au mauti. Na anakutana na hizi pande mbili wapi? Anakutana na pande hizi mbili katika huduma yake na katika mwendeleo wa kuanzisha kazi au kusambaza injili ya Yesu Kristo katika maeneo ya Asia na Europia. Kichwa cha somo kinasema uzima na mauti, na kinamaanisha mambo mawili, kwamba kuna kuishi lakini kuna kufa. Kwa nini Paulo anasema maneno haya? Ni katika kipindi hiki cha utawala wa Nero, ambaye anahitaji kumwangamiza Paulo kutokana na mafundisho yake ambayo yanaonekana yakiwa na chachu kubwa na mvuto mkubwa kwa watu wengi. Kwa hiyo Nero anahitaji kumwangamiza Paulo, na Paulo anaona mbele yake, kwa sababu Nero alikuwa ni mtawala ambaye hakuwa na huruma, alikuwa ni mkatili sana. Kwa hiyo Paulo anaona mbele yake kuna mauti na kuna uzima, yaani anaweza akaishi lakini anaweza akafa. Na kwa nini anaziona hizi pande mbili? Upande wa uzima anauona kwa sababu kuna maombi mengi ya makanisa ambayo amekuwa akiyahudumia, ambayo yanaomba kwa ajili ya Paulo kuwekwa huru au Paulo kuachiwa huru, ili aweze kuendeleza injili ile ambayo amekuwa akihubiri au akiisambaza. Lakini kwa namna hiyo hiyo anaona upande mwingine ni upande wa mauti, kwa sababu huyu mfalme Nero hana huruma na mara nyingi amekuwa akiwaangamiza watu na kuwaua. Kwa hiyo anaona pia Paulo kwamba anaweza akapitia katika hali hiyo ya umauti, lakini hata kama atapitia katika mauti, ndipo hapa fungu letu la kukariri linamwonyesha huyu Paulo akisema, kufa kwangu ni faida. Maana yake, kama nitakufa katika Kristo, nina amani na nina faida. Juma hili tutaangalia Paulo anapoeleza kufa na kuishi kwa ajili ya Kristo. Kinaganaga alikuwa anamaanisha nini, au kwa kina zaidi alikuwa anamaanisha nini? Lakini muda huo huo tutaangalia ya kwamba tunawezaje kuishi katika kuwa na tumaini kubwa kama hili la Paulo ambalo alikuwa nalo, kwamba hata akifa, hata akipitia magumu, kama ana Kristo ndani yake, ana faida. Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho kutambua ukweli huu ambao Mungu anahitaji tujifunze katika juma hili. Katika kuishi kwa ajili ya Kristo na kufa kwa ajili ya Kristo, hapa tutaangalia Kristo ameinuliwa katika Paulo kwa namna gani, lakini pia tutaangalia kuishi au kufa kwa ajili ya Kristo hasa kuna maanisha nini, lakini pia tutaangalia ulinganifu wa Paulo na maisha yetu ya leo. Tukianza na Kristo ametukuzwa katika Paulo, natamani tusome katika kitabu cha Wafilipi 1 fungu la 20. Neno la Mungu limeandika,
Ninatarajia kwa hamu na kutumaini kwamba sitaaibika kwa njia yoyote, lakini nitakuwa na ujasiri wa kutosha ili sasa, kama siku zote, Kristo atukuzwe katika mwili wangu. Paulo alifurahi katika mateso ambayo alikuwa akiyapitia. Ndiyo yanaumiza, ndiyo yanavunjisha moyo, na wakati mwingine kama ulikuwa hauna imani ya kutosha au hujajikita katika mwamba, unaweza ukaacha imani. Lakini Paulo anafurahia mateso kwa sababu anaona thawabu iliyopo mbele yake baada ya hayo mateso ambayo anayapitia kuisha. Katika maisha yetu mara nyingi tunapitia changamoto, na huenda kuna shida mbalimbali zinakuja. Huenda tunakutana na mapingamizi katika safari yetu kutokana na ndugu zetu, kutokana na watu wa karibu kutufanyia mambo yasiyo mazuri, hasa kutokana na ile imani ambayo tulionayo katika Mungu. Wakati mwingine wale watu ambao wanaingia tu katika imani huwa wanakutana na changamoto kubwa ya jamii yao kuwaona kama hawafai, kuwaona kama ni waasi, wasaliti. Lakini Paulo katika hayo yote ambayo alikuwa akiyapitia, aliona ni faida, kwa sababu kama nitayapitia haya yote na nikajikita kuwa katika Kristo, thawabu yangu ni kubwa. Paulo alikuwa anamaanisha ya kwamba anahitaji kuishi kama Kristo, anahitaji kufanya kama Kristo alivyofanya, na ndivyo ambavyo anatamani waumini wote na waaminio wote wafanye hivyo. Katika ulimwengu huu uliochafuka, ulioharibika, ambao watu wanapigana, watu hawatamani injili ya Mungu isikike kwa watu wote, bado unaweza ukasimama kwa ajili ya Mungu. Bado unaweza ukasimama kwa ajili ya Kristo, kama Paulo vile alivyosimama katika nyakati ambazo alikuwa akipitia katika mateso, katika kukataliwa, katika kuteswa. Bado alitambua na aliamini ya kwamba ukiishi kama Kristo utakuwa na thawabu kubwa, na kuishi hivyo kunawezekana. Katika ulimwengu wa leo kuna vita kubwa ambayo tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu imekuwepo na bado inaendelea. Na hii ni vita baina ya ukweli na uongo. Kwa hiyo kamwe haitaisha hiyo mpaka Yesu anaporudi na kuuangamiza uovu. Kwa hiyo hatuna haja ya kuogopa, hatuna haja ya kukata tamaa, kwa sababu vita hii itaendelea, na sisi kama wapiganaji wa vita hiyo bado itatubidi tuwe vitani. Tusiogope, kwani Mungu ameahidi kuwa pamoja nasi katika changamoto na katika mapito yote hayo ambayo tutayapitia. Je, utajitoa kwa ajili ya Mungu? Je, utasimama kupigana katika hii vita ambayo Mungu ametuita sisi kama wanajeshi tuingie kazini kupigana kwa ajili yake? Sasa kuna mada ambayo inachanganya kidogo, ambayo Paulo anaingiza hapa kwa Wafilipi. Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 1 fungu la 23 hadi 24, imeandikwa, nimevutwa kati ya mambo mawili. Ninatamani kuondoka nikae pamoja na Kristo. Jambo hilo ni bora zaidi, lakini kwa ajili yenu ni muhimu zaidi mimi nikae katika mwili. Kuna watu wengine kutokana na hili fungu wanaeleza wazi wazi ya kwamba Paulo alikuwa anamaanisha kwamba mtu akifa anaenda mbinguni kuishi na Kristo, na mtu kama hajafa anakuwa katika mwili, na ndivyo anavyosema kwamba nikae nanyi katika mwili, yani nikae na kanisa katika mwili. Sasa Paulo alikuwa anajichanganya, au alikuwa anamaanisha nini? Au anamaanisha kweli ya kwamba mtu akifa anaenda mbinguni? Katika barua yake nyingine ambayo anaiandika kwa Wafilipi, katika kitabu cha Wafilipi 3 fungu la 8 hadi la 11, anaeleza ya kwamba ili uwe kamilifu
na Kristo, ili uweze kuishi na Kristo sasa katika uhalisia ambao watu wengi wanasema mtu akifa anaenda mbinguni. Paulo anasema ni lazima usubirie ufufuo. Kwa hiyo Paulo hajichanganya kwamba ukifa unaenda mbinguni na kuishi na Kristo, hakumaanisha hivyo. Lakini Paulo alikuwa anamaanisha ya kwamba unapokuwa na Kristo ndani yako, hata kama utakufa, sio kwamba utaenda mbinguni, kwa sababu kuna mafungu mengi katika Biblia ambayo yanatuambia ukifa hauendi mbinguni. Kwa hiyo hata kama utakufa, utakuwa tayari katika ile subira ya watakatifu pale Kristo atakapokuja kuwafufua, wataenda naye, na sio kwamba ukisha kufa muda ule ule unaenda mbinguni. Lakini pia Paulo alikuwa anamaanisha hata ikitokea hajakufa akabaki, ataendelea kubaki akiendelea kuliimarisha kanisa lililopo hapa duniani. Sasa leo hii katika mada ya mwisho kabisa, natamani tuangalie inamaanisha nini leo kuishi katika Kristo, yani kuishi kwa ajili ya Kristo inamaanisha nini? Ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 1:27 imeandikwa, ila tu mwenendo wetu ustahili injili ya Kristo. Kumbe kuishi kwa ajili ya Kristo ni kufanya mienendo yetu, tabia zetu, maisha yetu yastahili injili ya Kristo. Na kustahili injili ya Kristo ni kufanya nini? Ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 3 kinaeleza vizuri mambo mengi hapo ya kwamba mtu anawezaje kuishi kwa ajili ya Kristo. Na machache katika hayo ni moja, kuwa maskini rohoni. Kuwa maskini rohoni haimaanishi ukose pesa, uishi bila pesa na uridhike kabisa kuwa hivyo. Hapana. Tunaambiwa maskini rohoni, uhisi kuwa na njaa ya kuwa na Kristo moyoni mwako. Kwa hiyo ukiwa maskini rohoni, maana yake kila siku utapambana kumtafuta Mungu na kumtafuta mwana kondoo kokote aendako, kwa kujifunza neno lake, kwa kusoma vitabu vyake, kwa kupitia kila kitu ambacho Mungu anahitaji tujifunze kutoka kwake. Kwa njia rahisi ni kumsikiliza yeye, kwa sababu unaposoma Biblia ni kwamba unasikiliza maneno yake kwako. Unapoamka asubuhi mapema na kufungua Biblia yako, maana yake unataka kusikia Mungu anahitaji kusema nini kwa ajili yako katika siku hiyo. Ndiyo maana ya kuwa maskini rohoni. Lakini pia kuna kuwa mpole. Lakini pia kuna kuwa na njaa au kiu ya haki kama nilivyokwisha kusema hapo awali. Lakini pia kurehemu watu wengine. Lakini pia kuwa safi moyoni. Lakini pia kuwa mpatanishi. Na kuwa mpatanishi wakati mwingine ni changamoto sana, kwa sababu unaweza ukawa unawapatanisha watu, lakini badala ya kuwapatanisha watu wakabadilika na kukushambulia na kukupiga. Lakini pia tunaambiwa kuwa tayari kugeuza shavu lingine. Tugeuze shavu lingine. Yaani pale Yesu alisema mtu akikupiga shavu la kulia mgeuzie na shavu lingine, akimaanisha tujifunze kujishusha. Yaani tujifunze kuwa wanyenyekevu. Tusijifanye kuwa wababe, lakini tujifunze kuwa wanyenyekevu. Lakini pia kuwapenda adui zetu, lakini kuwabariki wale wanaotuudhi, lakini pia kutenda mema kwa wale wanaotuchukia, lakini pia kuwa wenye upendo, lakini pia kuwa wenye rehema, kuwa wanyenyekevu na vitu vingine vingi sana. Tunapofanya hayo yote, tunamaanisha tunaishi kwa ajili ya Kristo. Sasa Paulo aliongelea pia swala la umoja. Swala la umoja tunapoongelea kuishi kwa ajili ya Kristo. Natamani nisome katika kitabu cha Wafilipi 1:27 imeandikwa, ili nikija na kuwaona au nisipokuwapo nipate kusikia habari za mambo yenu, ya kwamba mnasimama imara katika roho moja,
kwa nia moja, mkijitahidi pamoja kwa ajili ya imani ya Injili. Siku zote kama tunahitaji kufanya kazi ya Mungu na kuifanya kazi ya Mungu iende mbele zaidi, ni lazima tuwe na umoja. Pale ambapo watu watashindwa kuunganika kwa pamoja, kufanya kazi kwa pamoja na kuwa na matabaka, huenda ni katika kanisa au huenda ni katika jamii au huenda ni katika familia, hapo kutakuwa na changamoto ambayo itafanya kazi ya Mungu iafifishwe na isifike kama inavyopaswa. Kwa hiyo Paulo anatusii hata leo ya kwamba ni lazima tuwe na umoja, tuishi kwa umoja, na tukisha kuwa hivyo tutaweza kuhakikisha kwamba kazi ambayo tumeitiwa, kazi ambayo Mungu anahitaji tuipeleke kwa watu wengine waweze kumfahamu yeye na kuharakisha ujio wake, itafanikiwa. Lakini kama tutafanya tofauti na hivyo, hakika tutashindwa na hatutaweza kufanikiwa kabisa. Kuna nukuu hapa ambayo natamani tuisome kutoka katika kitabu cha Mtapokea Nguvu, You Shall Receive Power, Desemba 10, ambacho kimeandikwa na Ellen G. White. Imeandikwa, tumekuwa katika bustani ya Bwana kwa miaka mingapi? Na je, tumemletea Bwana faida gani? Tunakutanaje na jicho la kukagua la Mungu? Je, tunaongezeka katika uchaji, upendo, unyenyekevu, imani kwa Mungu? Je, tunathamini shukrani kwa rehema zake zote? Je, tunatafuta kuwabariki wale wanaotuzunguka? Mkristo lazima amwakilishe Yesu kwa kuwa mwema na mtenda mema. Kisha kutakuwa na harufu nzuri juu ya maisha, uzuri wa tabia ambayo itafunua ukweli kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, mrithi wa mbinguni. Tutakapoishi hivyo, hakika tutadhihirisha kabisa wazi ya kwamba sisi ni warithi wa mbinguni na sisi tupo katika mbio za kuelekea utakatifu ambao Mungu anahitaji tuwe nao ili kuharakisha ujio wake mara ya pili. Huu ndio mwisho wa somo letu katika juma hili, japo kwa mtupo wa macho. Na ikiwa una comment au una swali lolote, usisahau kuandika hapa chini katika section ya comment. Na tunapofunga somo letu, tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, umetufundisha mambo mengi na kutuasa ya kwamba ni lazima tukukaribie na zaidi ya yote kuwa na umoja. Lakini jambo kubwa zaidi ni kugundua ya kwamba tunapokufa tukiwa katika wewe, tuna faida kubwa. Lakini Baba, tuwezeshe tutendee kazi yote tuliyojifunza na tuwezeshe tufanye kazi yako ili kuharakisha ujio wako mara ya pili. Tunaamini utakuwa pamoja nasi na utambariki mpenzi mtazamaji katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa hizi video zinakubariki, usisahau kugusa like button hapa chini, lakini pia kusubscribe, lakini pia kucomment, lakini pia na kushare na watu wengine ili waendelee kubarikiwa. Mungu akubariki sana. Uwe nasi mpaka wakati mwingine tena. Asante.